from the birth of Jesus. Lessons ama mafundisho kutokana na kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Maana tuko katika msimu wa sikukuu na tunataka tujifundishe kuhusu huku kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Our main topic itatoka katika Luka 2 kuanzia mstari wa kwanza mahali pale. Luka 2, kitabu cha Luka iko katika New Testament. Luka 2 kuanzia mstari wa kwanza. Luka 2 kuanzia mstari wa kwanza. Kama kungewashwa taa ingekuwa vizuri, na hapa hatuoni vizuri. Kitabu cha Luka. Thank you very much. Luka 2 kuanzia mstari wa kwanza inasema, siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote ulimwenguni. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kornelio alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa baadhi ya jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe. Kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori la kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Na katika nchi ile walikuwepo wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawaangalia pande zote. Akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu iliyokuwa kwa watu, itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori la kulia ng'ombe. Mara walikuwepo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni, wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. 15 inasema, ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya, na twendeni mpaka Bethlehemu tukalione hilo lililofanyika alilotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini. Walipomwona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu aliyeweka maneno hayo yote akayafikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huku wanamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote walioyasikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Haleluya. Nimesitangulia kusema our topic today is lesson from birth of Jesus. Na hii ni hapo tumesoma, ama hicho kifungu tumesoma ni kifungu ambacho tumezoea kusoma hata watoto wa discipleship class. I know many of them wako na hizo vifungu na watakariri leo. Kwa hivyo tunaweza kuwa tuko familiar, but what are the lessons that we can learn? Ni mafundisho gani ambayo tunaweza kuyafundisha, kusikiza ama kufundishika katika hili somo?
Hallelujah. First of all, the first lesson ile tunaweza kujifundisha pale ni kwamba God delights in simple people who love him. Amen. Yaani Mungu huwa anajidhihirisha kwa watu wa kawaida, lakini watu ambao wanampenda. Amen. Mariamu alikuwa ni msichana tu kama wewe, lakini alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anampenda Mungu. Kwa nini katika the whole country ama the whole world yeye mwenyewe hakaonekana? There was something unique. Hallelujah. There was something, kuna kitu ambacho kilikuwa ni tofauti katika yeye, na Mungu akamuona huyu ndiye anaweza kuleta ukombozi katika nchi. Hallelujah. The word delights meaning God finds pleasure, satisfaction and joy in specific people. Hallelujah. Amen. Actions and all things. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That is the word of delight. It means God finds pleasure, satisfaction and joy. Yaani yeye huwa anafurahia mahali ambapo anaweza pata pumziko ni kwa mtu ambaye anampenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anatafuta mtu ambaye ni mtu mnyenyekevu, ni mtu ambaye Mungu akiona anaweza kupata pumziko ndani yake. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Anauliza ni nani, ni wapi anatafuta, ni wapi ambapo anaweza kupata pumziko katika maisha yake. Yaani Mungu apate pumziko katika huyo mtu. Huyo mtu ni mtu ambaye hapo ango, mtu ambaye yuko tayari kutumiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu ambaye moyo wake uko tayari, mtu ambaye hana roho ya kunung'unika, mtu ambaye anajua Mungu nikimwendea huyu mtu ninajua atatimiza ile mission ambayo ninataka ikamilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Mariamu alikuwa ni mtu wa jinsi hiyo. Alikuwa ni mtu ako tayari. Maana alipotokewa na malaika pale katika kitabu hicho cha Mwanzo, hicho cha Luka pale fungu la Luka 1:26 inasema mwezi wa 6 malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa amepozwa na mtu jina lake Yusufu wa bahari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliopewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Haleluya. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni mwake, salamu hii ni salamu ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kilichozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mariamu akapata neema, akapata kibali. Anauliza, mambo hii itakuwaje na mimi bado sijajua mwanaume? Bwana Yesu asifiwe. Lakini ujue alikuwa ameanza kupozwa na nani? Na Yusufu. So God delights in simple people who love him. Amen. Na tunaposoma pale tunaona Mariamu alipatikana ako kwa nyumba. So inategemea saa nyingine, when God wants to use you, atakupata uko wapi? God can use you anywhere. Anaweza kukutokea mahali popote. Haijalishi ni nyumbani, haijalishi ni kanisani, haijalishi ni barabarani. God is omnipresent. He is everywhere. Yeye yuko mahali popote pale.
kuchukia kile Mungu anachukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So kama Mungu anaweza kutumia tu mtu wa kawaida kama Mariamu, maana katika ile nchi kulikuwa hata na wasichana ambao ni wasichana wa familia za humble families ama families zilizo matajiri, but it was only person, a simple person who loved Jesus, who loved God, na Mungu akamuona huyu anaweza kutumika. Hakuwa na visababu vingi. Sasa mimi unataka nilete mkombozi, na mimi tayari si utafanya Yusufu aniache. Hallelujah. But she humbled herself. Hallelujah. Maana hii neema ilimshukia. Huyo Mungu anaweza kufanya mambo katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. He is the same yesterday, today and forevermore. Hatabadilika, lakini anatafuta mtu tu ambaye ako very humble, mtu ambaye yuko tayari, mtu ambaye Mungu anaweza kupata pumziko ndani yake. Haleluya. Mtu ambaye Mungu anaweza kupata furaha ndani yake. Sometimes tumekuwa na mambo mengi sana wakati tunataka kutumika. We have a lot of excuses. Tunakuwa na excuses nyingi. Mungu anasema, ninataka nikutumie, but this person is too busy. Ako too busy na mambo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So God relies on simple people who love Him. Amen. The second thing, big things often start small. Amen. Amen. Mambo makubwa huwa yanaanza kwa mambo machache. Wakati Yusufu na Mary tumesoma ya kuwa walienda katika safari, na wakati walipofika Mariamu akashikwa na uchungu wa kuzaa. Amen. Na alipozaa kukawa vyumba vyote vya wageni vimejaa. Kwa hivyo hakukuwa na mahali ambapo wangepata room. So the only mahali palikuwa pamebaki ni mahali ambapo kulikuwa ni holi la kulia la ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hapo mahali unajua vile palivyo, wale ambao wanafuga ng'ombe, wale ambao wanafuga mbuzi, pale kuna maji ya ng'ombe yananuka pale, kuna mikojo mingi inanuka pale. But there were no, this is the king of kings, anazaliwa katika holi la kulia ng'ombe. Amen. Amen. Wakamshika na wakamlaza katika ile holi la kulia ng'ombe. Hallelujah. Amen. Hawakuwa wanajua one day this person, he will be very big in the whole world. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So many, mambo mengi, hata watu ambao wamefanikiwa, wale ambao wanasikianga ni matajiri, wale wanasikianga ni watu wakubwa, waulize mahali walitoka. Hata kuambia nilitoka chini, ndio Mungu akanifikisha mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So small things, big things often starts from small things. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Unaanza tu pale chini, ukipanda kidogo kidogo hivyo hivyo, na Mungu anakuinua mpaka unakuwa mtu ambaye anahitajika kama Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hivi we are celebrating the birth of Jesus. The whole world is celebrating. Bwana Yesu asifiwe. He is the King of Kings. He is everything. So unapoishi duniani, ujuage kama unataka mambo makubwa, basi unaanzia pale chini. One day we were sleeping. Sisi nilipoolewa nilipata mume wangu tunalala katika nyumba ya makuti, na pale nje tulikuwa tunapika pale na kuni, na kulikuwa ni taa ilikuwa ni koroboi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunawasha koroboi zile za kitambo, sijui kama ziko bado. Haleluya. Amen. Na karumu kalikuwa ni kamoja, na pale kulikuwa na ka TV ka kitambo zile za kitumbo, kalikuwa ni ka 14 inches. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa pale chini kulikuwa na mkeka na kitanda ilikuwa ni hiyo moja. Sasa unajua kwetu at least kulikuwa kuko mzee alikuwa tulikuwa at least. Sasa kwa sababu sasa umependa mtu utakaa na yeye tu. Haleluya. Amen. Sasa
na nilikuwa natengeneza ile TV na ninaifunika vizuri kitambara. Ukija pale lakini haiongei, maana ilikuwa imeharibika, but ilikuwa tu pale ya umaridadi. So tukakaa pale, ikawa room ni hiyo moja. Ukitaka tukatoka pale tukaenda mahali panaitwa Kisumu Ndogo, ikawa room ni hiyo moja, iko karibu na kazi. Ukitaka kuvaa nguo unapanda juu ya kitanda ndio uvae nguo, maana pale hakuna nafasi. Hallelujah. Amen. And now we can say thank you to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Si upigie Bwana Yesu makofi. So we started chini. Tukakaa katika hali ile, tukaja Mungu akatubariki na plot pale. Ikawa ile plot ilikuwa ni sawa makundi, lakini tulikuwa tuko kwetu. Mzee akajenga room moja. Nikamwambia hiyo room umejenga hiyo mama, tutaingia hivyo hivyo. Ndio tukiwa pale Mungu tukaanza kujenga na rooms tofauti. Jina la Bwana libarikiwe. So we thank God for that. Big things often start small. Kanisa asifiwe. Wewe ndio bwana hapa. Usitake kuanza juu. Wewe hapo tu umeanzia. Hapo tu utapanda hivyo hivyo. Ukiamini Mungu, one day, one time you will have a testimony. Jina la Bwana libarikiwe sana. So in everything, tujua ya kwamba big things often start small. Amen. Even the big companies which you will see, they started small. Amen. God has a way of taking small things and using them in big way. Amen. Yeye wako hivyo tu. Anaweza kuinua mtu tu wa kawaida na akamfanya yule mtu akakuwa mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. The way we are celebrating, huyu ni mtoto amezaliwa katika hori la kulia ng'ombe, mahali palikuwa ni pachafu. But there was a reason. And God, now we are celebrating the whole world, celebrating the King of Kings, who is Jesus Christ. Amen. Our Savior, our Defender, our everything. Yes, He is Jesus. Amen. He is our King. He is everything in our lives. Pasipo yeye hatuwezi. Hata kama alizaliwa katika hiyo hori, He saved many people. Akavumilia kufa, akavumilia mateso, akavumilia yote ni kwa ajili ya mimi na wewe, ili tupate ukombozi. Hallelujah. What can we pay for this? Tunahitaji kumlipa ile gharama ambayo alifanya kwa ajili ya maisha yetu. It's only by humble yourself na kumheshimu na kumpenda. Amen. Na tulimpenda, nimetangulia kusema, if we love Jesus, tutapenda kile anapenda na tutachukia kile anachochukia. Amen. The last thing, when God says obey, do it quickly. Amen. Akisema tii hapo kwa hapo. Hakuna manunguniko, hakuna kulalamika, hata excuses nyingi. Sipatikani kwa ibada kwa sababu ya hii na hii. Ukitaka Mungu akuinue, ukitaka Mungu apate furaha ndani yako, ukitaka Mungu apate pumziko ndani yako, basi wewe kwanza tii. Anapokuambia tii, basi tii mara moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Many times we have excuses. Our shepherds walipoambiwa waende Bethlehemu watapata mtoto na mama yake pale Yusufu na Mary, hawakunung'unika, wakasema sasa hawa kondoo ama hawa mbuzi hawa tutawaacha na nani? Hapo kwa hapo walichukua hatua na wakaenda wakampata mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati. So when God says obey, do it quickly and you will see the blessings of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona kubarikiwa, utaona kuinuliwa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Let us tusome kitabu cha Zaburi 149.
Zaburi 149 verses 4. Kwa kuwa Bwana awaridhia watu wake, huwapamba wenye upole kwa wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa Bwana awaridhia watu wake na huwapamba wenye upole kwa wokovu. Amen. The only thing yenye inatakikana hapa ni kuwa mpole. Maana Biblia inasema katika hiyo Mathayo 5, wenye upole, maana hao watafanya nini? Haleluya. Mathayo 5 katika sifa za heri na torati. Mathayo 5 katika sifa za heri na torati, pale ndio utapata heri wenye upole. Mungu anafanya nini? Haleluya. Acha tusome usije ukaona ni maneno yangu. Acha tusome usije ukaona ni maneno yangu. Biblia inasema heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Watu wenye upole, na Biblia inatuambia Bwana huwaridhia watu wake na huwapamba watu wenye upole kwa wokovu. Amen. Unataka kupambwa na Mungu, basi wewe uwe mpole. Wataka kuirithi nchi, basi wewe uwe mpole. Sasa hivi la celebrating meli yanajulikana dunia nzima kwa sababu ya upole. Amen. Unajua tukijieka sana, hatuna upole, tunajiona tunajua sana, hakuna mahali tutaelekea. Amen. If we want to be blessed, kama tunataka tubarikiwe, kama tunataka tuinuliwe, basi we have to humble ourselves. Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Every Christmas gift will be wrapped. Amen. Watu wengi watapokea mazawadi wakati wa sikukuu. Wengi wanatengeneza ile inaitwa Christmas trees. Wengi watapewa zile zawadi, watazifungua. Wengine wamenunua manguo. But yote nikwambie kitu, hizo zawadi watakuja watazitumia. Hiyo miti itakuja pengine hata itafedi. But only these 3 lessons hizo nimekufundisha zitadumu milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Zitadumu katika historia ya Yesu Kristo. Zitadumu katika habari za Yesu Kristo. The first thing tunasema, God delights in simple people who love him. The second thing tunasema, big things always start small. And when God says obey it, do it quickly. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hayo mambo matatu tutasoma hii maandiko, tusome kuzaliwa kwa Yesu. But in every occasion something must change in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Mungu anatupenda na anatuwazia mema. It is only we humble ourselves. Ili anatafuta mtu tu ambapo anajua huyu mtu nikimtuma atatenda hivyo. Amen. Nikimtuma ana maswali ya kunung'unika, hana mambo mengi, maswali mengi hana, lakini atasikiza sauti ya Mungu. As we celebrate this Christmas, tunapoendelea na celebrate the birth of Jesus, let us tufikirie what he has done for us. Hallelujah. Ni mambo gani ametenda katika maisha yetu. Christmas si wakati wa machapati na kukula na kununua manguo. It is only we celebrate by loving people, kubadilishwa pia. Amen. Tubadilike. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Tuangalie mambo mangapi ambapo Mungu amefanya katika maisha yetu. Kwa kumtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo, akaja, akafa, na siku ya tatu akafanya nini? Akafufuka. Na maana tuna celebrate mtu ambaye yuko hai. Amen. Jesus is alive. That is why we are celebrating, because he is alive. Hata ukienda katika kaburi ambayo alikuwa hayuko mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Anafufuka, yuko hai. Bwana Yesu asifiwe. Na yuko pamoja nasi, anaishi na sisi na anatembea na sisi. Mungu atubariki na bariki neno lake. Amen. Hallelujah.